Yes, of course, mimi tualika karibu yangu na Said Chino kwenye story tu namna elimu ya TPRC kuhusiana na mambo ya kidijitali. Chino, wema ndugu yangu. Nzuri. Leo mmepata nafasi kama bondia kualikwa kwenye launch ya mtandao ya digital system ya TPRC. Unaona mfumo wako, nadhani unaenda kuwakomboa kiasi gani kama bondia? Hiyo ni kwanza, ningependa kuwashukuru sana TPRC, pia uongozi wetu wa sasa hivi kina Patrick Nyimbera kama amekuja kitu tofauti, kwa sababu sikutegemea kama watafanya kitu kikubwa kama hicho, kwa sababu hicho ni kitu kikubwa kwamba goli zinatoka mitaani zinaenda goli international, kwa sababu ukija kuangalia katika baadhi ya mataifa makubwa wamefanya kwa muda mrefu sana swala hili, lakini sisi kwetu Tanzania haikuwa hivi, ila kwa sasa hivi naona kweli wa change kwa mfumo umebadilika kweli, kwa sababu itatusaidia kwa kiasi kikubwa sana mabondia sana kwenye swala zima kwamba hata upatikanaji wa fight za nje pia itakuwa ni rahisi, kwa sababu itakuwa ni rahisi kwamba kionekana bondia anatoka Tanzania na baadhi ya messages zitakuwa zinaingia nyingi sana kwenye email yao, kwenye hizi blog zao zilizotengenezwa, kwa inakuwa upatikanaji pia fight itakuwa ni rahisi kupata. Inaenda kuondoa wizi ambao mlikuwa mkiibiwa mabondia kwa asilimia 99, pia inaenda kuondoa wizi. Chino, umekaa kimya muda mrefu, bango linajieleza, taarifa rasmi ambayo tulisikia mara ya kwanza unaenda kupigana na Saidi Bwanga, vita ya Saidi kwa Saidi. Taarifa ikoje, lakini pia kimya chako kimetokana na nini? Kimya changu kimya kingi, wenyewe wanasema kina mshindo. Kwa hiyo nimekaa kimya kwa muda mrefu, na mpaka sasa hivi kuna fight tayari ishaanza kutangazika kama hivyo. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu huwa sichagui bondia, huwa sina lolote la kusema kwamba mimi napenda nifanye kazi. Kwa hiyo nakusubiria hapa ni mwage wino. Nikishamwaga wino na naamini kwamba official kabisa nitaitangaza fight rasmi, kwamba fight iko open kwa mashabiki zangu wasubirie burudani. Unaahidi dabi ya Saidi bado iko pale pale? Kama kazi inatokea kama hivi, ushaona kabisa kwamba proposal share kama promoter na mechi ambayo wenyewe mashabiki katika wapate kitu ambacho wanakipenda. Kwa hiyo kama wenyewe wameipenda fight na fight inakaa na mwaga razi. Ubabe unasema Chino, kutoka Marekani, kaa kimya, tuone Mafia Boxing, watu wanajiuliza Chino yuko wapi? Hakuna taarifa kutoka Mafia wala kuna taarifa kutoka kwa Chino. Nini kimetokea katikati wewe na Mafia Boxing Promotion? Mimi na Mafia Boxing hatuna tofauti yote, tuko sawa kabisa, ila ni kwa sasa hivi ni muda ambao niliamua kupumzika kidogo. Kama hivi muona kama ni muda mrefu nimerelax, kwa nimeamua kurelax, kupumzika kwa muda kidogo, lakini kwa sasa hivi narudi tena kwenye boxing. Hauko kwa chini ya Mafia? Sipo chini ya Mafia. Ni zipi zifanya uondoke chini ya Mafia? Sababu hamna sababu ya kwamba nafikiri ni wakati tulifika. Yaani wakati tulifika wa mimi kuamua kwamba kuona kwamba sasa hivi sasa ngoja nijaribu kurudi kwenye boxing yangu mtaani. Unahisi haikuwa sehemu sahihi, ama vision na mission yako na Mafia hazikuendana, ndio maana ukaamua kwanza urudi nyuma uache waendelee na safari yao? Hapana, kwa hiyo ama ilikuwa ni sehemu sahihi, ila kwa hiyo siwezi kuelezea sana kwa sababu hii ni boxing. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hatuna tofauti yote na Mafia, na ndio maana hata kwenye fight za Mafia zote huwa unaniona na wapa support nini hivyo, ila mimi sina tofauti na mtu yoyote. Hamna biashara na Mafia? Siwezi kusema kwamba sina biashara, siwezi kusema kwamba sina biashara na Mafia, kwa sababu Mafia ni promotion na ni promotion kubwa. Kwa hiyo inapotokea fight Mafia, sasa mimi ni bondia, inapotokea fight pia wanaweza kanipa kazi na tukafanya kazi, kwa sababu nimekwambia kwamba hatuna tofauti wote zidi yangu mimi na Mafia. Kwa baada ya kutoka Mafia na kipi kilipungua wakati uko Mafia? Kwa upande wangu kwamba ngumi ni zile zile, kwa hakuna kilichoongezeka wala kilichopungua, kwa sababu ni mwendelezo ule ule, kwamba ngumi haziwezi kubadilika, kwamba jabu ikawa light ikawa jabu, kwa mwendelezo ni ule ule yani. Neno lako kwa mashabiki, wategemee Chino kumwona kwenye jimbiani ama wataendelea kujisimamia tu wewe mwenyewe? Mimi ninachoweza kuongea kwamba mashabiki zangu naamini wanaelewa kazi ya mikono yangu, kwa sababu mimi ni mwanajeshi, yani mimi ni kama mwanajeshi ambaye anaenda vitani.
no matter kwamba naenda wapi au naenda sehemu gani, ni lazima nipigane vita, na hii ni vita. Kwa hiyo nachoweza kuambia mashabiki zangu, kuwa shingo kuwa roho, yaani kazi ipo, kazi ipo. La mwisho kwa mabondia kuhusiana na mfumo wa kidigitali. Neno langu la mwisho kwa mabondia zangu kwamba mimi kwa upande wangu nimeona mfanya jambo kubwa sana kwa DRC, pia ni kitu ambacho kinatuongezea sisi fulani. Shukrani. Nashukuru.